Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohamed na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, leo ni furaha kuwa naye ustadha wetu, Ustadha Sofia, ambaye tumempeza sana ndani ya studio zetu za Mahdi TV, lakini uwepo wake siku ya leo utaweza kutupa faida nyingi. Na insha Allah, mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ya leo tunaenda kuangazia mwanamke kama amana ya Allah. Tunajua kwamba huenda ukamchukulia mwanamke kama kitu rahisi, hasa labda kwa wanaume ambao wamewaoa wanawake. Wale wanawake ni kama amana ambayo Allah amekupa, na amana hii kesho hisabu utakwenda kuulizwa, uliitunza vipi, uliiweka vipi, katika hadhi gani? Na tutaweza kufahamu mengi zaidi kupitia ustadha insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibu sana ustadha. Asante sana, nashukuru. Furaha tena kuwa na wewe. Nami pia nafurahi, na pia ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia afya hii na kuweza kukutana tena katika studio zetu hizi za Mahdi TV. Alhamdulillah. A'udhu billahi minash shaitani la'ini rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaka rehema zimshukie kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na bila kupoteza muda, kama tulivyoelezwa na dada yetu Haifa hapa kuhusiana na mada yetu ya katika siku hii ya leo, kwamba mwanamke kama amana ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Labda tungejiuliza ni kwa nini mwanamke huyu akawa ni amana. Tukiangalia Haifa katika maumbile tu ya wanaadamu, Mwenyezi Mungu jinsi alivyotuumba wake kwa waume. Tukiangalia sisi wanawake tumeumbwa, sisi tunajulikana kwamba ni viumbe ambao ni dhaifu. Viumbe ambao ni dhaifu, usiseme kwamba ni dhaifu labda tunashindwa kufanya majukumu yetu na nini, hapana. Katika hukumu na sheria ya dini kuna zile hukumu ama kuna mambo ambayo lazima sisi kama wanawake tuwe tuko na wale ambao ni walinzi watakaoweza kuwa ni kama walinzi wetu. Hii yote ni kwa sababu gani? Kutokana na ile maumbile na ule upungufu ama udhaifu wa kibinadamu sisi kama wanawake katika maumbile yetu. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika aya yake katika Qur'an, ingawaje sijanakili kutokea kwamba ni sura gani, lakini aya ambayo ni maarufu kwamba baada a'udhu billahi minash shaitani la'ini rajim bismillahir rahmanir rahim, katika kipande tu cha hiyo aya inasema ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sasa hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kutokana na ule udhaifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alotuumba nao, ndio maana akatuwekea sisi wanaume kuwa ni wasimamizi wetu, waangalizi wetu, wachungaji wetu. Na ndio maana utakuta mwanamke, hata kama kwa mfano unataka kwenda mahali, lazima utakuwa kuna yule ambaye atakaye kuwa ni mmoja katika kukuchunga wewe. Ikiwa ni safari ya mbali ama hata unakuta ni hapa karibu, saa nyingine unakuta mama ni mtu mzima, kazaa mtoto wake kijana, amekuwa mkubwa. Utamkuta akitaka kutoka, inakuwa ile ni kama silaha yake. Twende mwanangu nisindikize. Kwa hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu anajua yeye ni dhaifu katika maumbile, lolote linaweza likatokea, na mwangalizi wake ni huyu ambaye atakayekuwa yuko naye karibu kwa lolote litakalotokea, kwa sababu tunajulikana sisi ni watu ambao ni dhaifu. Lakini katika madhaifu haya ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumbia nayo, si kwamba eti ni wadhaifu ambao ni watu ambao tunakuwa labda hatuwezi kufanya chochote. Tuna uwezo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alotujalia nao. Na pia vile vile kuna majukumu sisi kama wamama, ambao katika majukumu hayo hakuna mwingine atakayeweza, pamoja na udhaifu wetu, mwanaume hawezi kuyabeba isipokuwa sisi wanawake. Kwa hiyo tukiangalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa mwanamke huyu heshima kubwa sana. Amempa mwanamke huyu heshima kubwa sana kutokana na changamoto za kileo ambazo huwa zinatukuta sana sisi wanawake.
na changamoto hizo haiwezi kuwa ni sababu ya sisi labda kutokuwa ni amana kwa Mwenyezi Mungu. Bado sisi ni amana vile vile, na wanaume wanatakikana walijue kwamba hili ni lao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia. Naam. Tukiangalia mwanamke kutokana na ile hadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyompatia, Mwenyezi Mungu amempatia mwanamke hadhi kubwa sana kutokana na maumbile yake jinsi aliyokuwa nayo. Mwanamke ni mbebaji wa mambo mengi sana, katika shida na raha, katika kila kitu ambacho kwa ni aghlabu sana wanaume kuweza kukibeba kitu kama hiki. Lakini sisi kwa kuwa ni amana, wao wanatakana walijue hili. Tukiangalia katika aya yetu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia ama ametuambia kutokana na amana hii ambayo tunaisema hapa. Hii aya iko katika Suratul Ahzab ambayo ni sura ya 33 aya ya 72. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani la'ini rajim amesema, inna aradhna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Katika tafsiri ya aya hii Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba hakika sisi tulitoa amana kwa mbingu na ardhi. Yaani Mwenyezi Mungu alitoa amana kwa mbingu na ardhi na milima. Lakini viumbe hivi ama vitu hivi ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwa ameviumba na akavipatia hii amana, vilikataa kuichukua amana hii. Kwa nini? Kutokana na sababu tofauti labda vile ni vitu visingeweza labda kubeba ile amana ambayo Mwenyezi Mungu aliyokuwa anataka kuipatia. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kwamba amana hiyo mwanadamu akaibeba. Yaani amana mwanadamu akaibeba. Kwa hiyo na mwanadamu huyu aliyeibeba amana hii ni ile sasa kwa wanaume, kwa kuwa wao ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wakaibeba amana hii kwetu sisi hapa, kuwa kama sisi ndio wachungaji wetu wao ama ndio waangalizi wetu wao. Kwa hiyo wanatakikana kujua kwamba amana hii ambayo umepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii itakuja kuwa ni mas'ul kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya vile watakavyokuwa wameichunga na kuiangalia na kuitunza amana hii mpaka pale itakapofika mwisho wa kuibeba jukumu kama hili. Tunaambiwa kwamba katika ufafanuzi tunaambiwa kwamba amana mtu akipatiwa amana ni amepatiwa jukumu la kuibeba hiyo amana. Kwa hiyo jukumu lile ina maana kwamba anatakikana aibebe na aiangalie kwa muangalio ambao ni wa huruma, ni wa uchungaji ambao ni mzuri, wa kujua kwamba huyu ni mwanadamu na ako na mapungufu yake. Kweli. Kama vile mimi pia ni mwanadamu, niko na mapungufu yangu. Kweli. Lakini anatakikana amuelewe huyu mwanadamu. Kweli. Kwa ule upungufu wake jinsi aliyokuwa nao. Kwa hiyo hilo ni jukumu. Kwa kama ni jukumu anatakikana alibebe kwa mujibu wa hukumu na sheria za dini kwa kulifanyia huruma. Kwa sababu tunaambiwa kwamba mwanamke yeye ni kama mbavu. Wajua mbavu ni kitu ambacho kimejikunja. Utakapotaka kuinyoosha ina maana kwamba hutainyoosha kwa haraka, utaivunja. Kwa hiyo ina maana kuinyoosha kwake unatakiwa kuinyoosha taratibu ili iweze kunyooka kwa uzuri bila ya kufanyeje, bila ya kuvunjika. Na ndio pale wanaume wao kwa kuwa ni watu ambao wana nguvu wakapatiwa ubavu huu. Kama jukumu ambalo natakiwa walibebe kwa uangalifu na huruma. Tuseme tatizo linatokea pale wanapoitafsiri ile aya kivingine. Kwa sababu wengine wanaitafsiri utadhani ni kama kumfungia mwanamke. Na unapoitafsiri hiyo aya kwamba wewe unamfungia mwanamke, hautapata uhalisia wa kile ambacho Mwenyezi Mungu amemaanisha. Kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wewe ni msimamizi wa mwanamke katika maisha yake. Kwa hiyo msimamizi ni kwamba pia wewe ni kama ile security yake yule mwanamke. Haikumaanisha kwamba ndio wewe ni ar-rijalu basi kila kitu
umempakazia yule mwanamke kabisa. Sasa inakuwa ni kama unamdunisha, yani kama haezi fanya kitu chochote, mwisho anakuwa na uoga. Naam. Lakini kule kukaa na hadhi kwamba tukipata hiyo aya vile inamaanisha, tukiangalia Bibi Khadija alivyokuwa anakaa na Mtume. Mtume alikuwa mchungaji wake. Kweli kabisa. Tukiangalia Imam Ali na Bibi Fatima, naam, wameishi vipi katika ndoa yao kabisa. Ukiangalia Bibi Fatima alikuwa ni mwanamke ambaye ni mtoto wa Mtume. Ukiangalia ni mke ambaye alikuwa na thamani yake sana, heshima yake sana, kila kitu kwake, yani ilikuwa ni jicho la baba yake kabisa. Sasa sisi kama wanawake, kama wanaume itakuwa ngumu wao kuchukua amana ama kuitafsiri ile aya, hawataweza kuitafsiri vizuri. Ndio maana tunapoteza wanawake wengi katika jamii. Ni kweli. Wanawake wengi sana wanapotea katika jamii kutokana na vile mwanaume anajiona kwamba yeye midamu vile kama hivyo ulivyosema. Ni kweli wanaume wengine wanaifanya kama vile ni commanding sasa. Kwamba yeye midamu kwanza ni kichwa, ni mwanaume, alafu kuna ile ana nguvu. Sasa inakuwa anamfanya mwanamke ni kama vile kiumbe dhaifu ambaye hawezi kufanya chochote mpaka anakuwa labda na ile uoga wa kufanya kitu. Lakini huyu mwanamume anatakana kujua kwamba mwanaume alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyosema vile si kwamba yani amempatia power ya kumnyanyasa huyu mwanamke, la, si hivyo. Yani wasiangalie kwa muonekano kama huo. Waiangalie kwamba wao wenye jukumu wamepatiwa na waliangalie kwa huruma. Hivyo ndio lilikuwa nikimaanisha. Waliangalie kwa huruma. Unaona? Na pia vile vile kuliangalia kwa huruma pia vile vile wanatakikana wamheshimu. Yani asimfanye kama vile ni chombo cha kumhangaisha. Kweli. Ikiwa ni msichana ndani ya nyumba, labda yeye yuko katika uangalizi wa wazazi, kaka yake na baba yake wale watakuwa ndio wenye kuibeba jukumu kama hilo. Na kuliangalia kwa ndio pia wamheshimu huyu kama mwanamke. Kwa sababu heshima ile watakaoitunza pale ndani wakati ule kabla hajakwenda kwake itadumu na atajiona kwamba ni mwanamke ambaye yuko na thamani atakapofika nyumbani kwake. Na huyu mwanamume ambaye atakayekuwa ameshaoa yuko na huyu mwanamke, aelewe kwamba mwanamke huyu anachotakikana ni heshima, heshimiwe. Asiwe ni mwanamke ambaye mwenye kunyanyaswa wala kuweza kufanya chochote. Mwanamke ana uwezo wa kufanya kila kitu katika majukumu yake nyumbani, yeye kama ni msichana ama kama vile mama mlezi wa watoto pamoja na mume. Na pia ana uwezo wa kufanya mambo mengine tofauti ya nje pale. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanamke huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia ile uwezo wa kuweza kuyabeba majukumu yote haya. Tukiangalia mwanamke anaweza kufanya mambo mawili zaidi, lakini mwanaume hawezi. Lakini katika hekima za Mwenyezi Mungu amempatia. Kwa hiyo kinachotakikana kumtunza huyu mwanamke na kumheshimu. Sio kumfanya kwamba ni kiumbe ambacho ni bure. Hususan kwa wanaume ambao tayari wameshaoa. Unakuta yani mwanamke akiwa yuko pale ndani anamchukulia kwamba yeye ni kama vile ni mtumwa, ni mtu ambaye hana maana, ni mtu ambaye kumfanyia tu vile anavyotaka yeye mwenyewe. Mwanamke yule na akienda kazini akirudi akikuta labda kuna kitu chenye mbali kwa anataka afanye hajafanya, atamchukulia kama vile ni house girl ndani ya nyumba. Kweli. Mateso, manyanyaso, mpaka aone kwa mwanamke huyu hana chochote anachojua kukifanya, hajui kunitunza. Ilhali kwamba ile matunzo yanatakikana ni kwa pande zote mbili. Kila mtu anatakiwa mtunze mwenzake. Kila mtu ni kioo kwa mwenzake. Kwa hiyo kioo kile na maana wewe lazima muangalie mwenzako na mwenzako pia kuangalie wewe vile vile. Kwa hiyo usijifanye kwamba mwanamume kwamba yeye ni mtu ambaye ni wa kukomandi tu ndani ya nyumba. Tujue kwamba yeye pia anatakikana kujua kwamba yeye pia anatakikana amheshimu na kuweza kusaidiana ndani ya nyumba, ambalo jukumu hili la kusaidiana ndani ya nyumba ndo linaleta mahaba na mapenzi makubwa. Kwa sababu mwanamke yule hachoki, hatochoka. Lakini wewe umeondoka, umeenda kazini, umerudi, mwanamke yule tayari amekuwa amechoka, amerudi ndani ya nyumba, tayari wewe umerudi naye pia umekaa unamsubiri tu yeye. Ndo shekha fulani akasema, nilikuwa naangalia TikTok. Akasema ya kwamba kuwe na mazoea ya kusaidiana katika nyumba. Ndio msiyafanye yawe ni mazoea mpaka kule kunapoteza heshima baina yenu. Lakini mwanamume kumsaidia mke inafaa vizuri sana.
unamsaidia kwa kiwango kipi? Huyu anaamua mimi acha nioshe vyombo, wewe basi umeamua acha mimi nibandike hichi kitu. Sasa hapo kunazidisha yale mahaba kila siku kujiongeza. Unajua hili swala la kusema kwamba mwanamke yeye ndo anafaa kujiongeza katika ndoa ama labda ati mambo akiwa ni kawaida yeye ndo ajiongeze peke yake. Hilo swala bwana ustadha wao walionaje? Hata mwanaume pia anatakiwa kujiongeza kwa sababu si mwanamke peke yake. Kwa sababu mwanamume wewe utakapojishegelesha kila kitu umeweka mguu juu ufanywe kila kitu, huyu ni kiumbe anachoka na bado baadaye utamhitajia. Unamuona? Sasa pale baadaye utakapokuja kumhitajia ndo akiwa labda amechoka ameshindwa kukuhudumia kwa uzuri zaidi, ndio utamwona kwamba mwanamke wa design gani. Lakini kumbe ni zile shughuli zimezidi, ni mama na watoto wamemhangaisha kule na huku mchana kutwa. Unaona? Kwa hiyo kule kusaidiana kunasaidia huyu mwanamke kutokuchoka, na pia vile vile kunasaidia kujenga kuzidisha mahaba ndani ya nyumba nyinyi kama mume na mke. Kwa hiyo ni moja miongoni mwa heshima, na pia vile vile na uaminifu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe mwanaume ikiwa wewe ni mwangalifu, basi ulete ule uaminifu kwamba wewe unamtunza kwa uzuri zaidi huyu mwanamke ndani ya nyumba. Tukiangalia katika hadithi ya Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salamu, anasema mwanamke ni amana, si mtumwa. Mwanamke ni amana, si mtumwa. Ndio. Yaani tukisema hivi Imam Ali alayhi salamu alivyosema hivyo alimaanisha kitu kama hiki. Yaani mwanamume andekana asimfanye mwanamke kuwa ni mtumwa wake ndani ya nyumba. Akirudi yeye kila kitu ni kukaa tu na kufanywa kila kitu. Mwanamke yule atakaa ndani, ukuta wanawake wengine hawafanyi kazi. Ndio. Anashinda pale ndani ya nyumba. Na ndani ya nyumba siku kama wanawake tunavyojua kwamba shughuli za nyumba huwa haziishi. Hata ukiwa kila siku pale ndani utakuta tu hapa hajakaa vizuri utafanya. So kuanzia ile asubuhi mpaka kuja kufika jioni unakuta yani hajakaa bure kafanya. Lakini mwanamume mwingine akija pale ataanza kutoa maneno sasa. Mimi labda sikuwa nakaa hiki na hiki tangu nilivyokuwa nimeondoka kaa hapa tu bure. Hata hujapika chakula mpaka sasa mimi nimerudi njaa inaniuma, unaona? Lakini kumbe hakumbuki kwamba huyu alikuwa na shughuli za ndani, si kuosha vyombo, si kuangalia watoto na kufanya mambo mengine yote. Kwa hiyo pia ni mwanadamu atakuwa kachoka. Hata mimi kama nitakuwa nimechoka huko kwenye kazi zangu, lakini huyu pia atakuwa fanyaje? Kachoka. Kwa hiyo mwanamume anatakana kujua kwamba hii ni amana. Amemwacha kuanzia asubuhi, angalia alivyorudi ndani ya nyumba, kaikutaje ile nyumba, kakutaje watoto. Unaona? Kwa hiyo kitendo cha kwamba yeye kama kuchelewa kukuandalia ni moja miongoni mwa ile mapungufu ya kibinadamu. Hata yeye pia hawezi kuwa perfect kufanya kila kitu. Kikawa kimenyooka hivi. Lazima kuna ile mambo ambayo atakayekuwa ameyafanya na yeye pia yakawa yana mapungufu yake. Kwa hiyo wanaume wanatakana kujua kwamba hii ni amana, si utumwa. Yaani aitunze kama vile amana na asimfanye mwanamke kama vile ni mtumwa na kuanza kumgombesha na kumtupia matusi ndani ya nyumba na hata kumpiga wengine. Na pia vile vile tunaambiwa kwamba Imam Jaafar Sadiq alayhi salamu alisema mwenye kumheshimu mwanamke basi amejiheshimu mwenyewe. Yaani utakapomheshimu, yani kumwekea mwanamke heshima, basi vile vile utakuwa umejiheshimu wewe mwenyewe, kwa sababu utakapomheshimu hata pia atakuheshimu. Ni sawa sana na mtoto mdogo, haifa. Utakapokuwa wewe unakaa na mtoto mdogo umwonyeshe heshima, wakati watu wanamtusi, wakati unafanya mtoto anasoma kupitia kwako. So yale matusi, tabia zile zinazomuonyesha mtoto, hata na yeye pia atakopi from wewe. Atakuwa anaigiza kutoka kwako. Usije ukashangaa mtoto amekurushia matusi yale ambayo wewe ulikuwa unamtukanaga kila siku. Kwa hiyo huyu mwanamke pia vile vile utakapomheshimu pia naye atakuheshimu. So mtaheshimiana ndani ya nyumba kama vile mume na mke, kama vile watu wazima, kama vile wanadamu. Lakini ina maana kwamba ukimuonyesha kwamba hakuna heshima hapa, ina maana kwamba hata yale mapenzi pia ndani ya nyumba pia yatapungua vile vile. Kwa sababu akijua kwa mume wangu akija tayari atakuwa ameanza kukasirika, kunirushia maneno. Ina maana kwamba hata ile raha ya ndoa pia mwanamke huyu atakuwa hana. Akikumbukia tu akirudi itakuwa ni ugomvi ndani ya nyumba. Lakini hebu tuonyeshe ile mapenzi. Atakayeondoka naye mwanamume asubuhi atakayekuwa kaonyeshwa na mke wake, na yale mapokezi atakayekuwa mwanamke amekuja kumuonyesha naye mwanamume wakati anapoingia ndani ya nyumba. So mapenzi yale na mahaba yale hebu tuyaendeleze, uone hii nyumba kama haitakaa ikawa ni nyumba yenye furaha na upendo ndani yake. Mashaallah, mashaallah. Shukrani sana ustadha. Acha tuchukue pumziko, tukirudi katika awamu ya pili tutaweza kuendelea zaidi. Inshallah.
Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa nayo Ustadha Sofia unaweza kufahamu mengi ambayo anazidi kukujuza wewe mpenzi mtazamaji. Kwa hakika mwanamke ni amana kubwa sana katika jamii. Mwanamke ni kioo cha jamii. Mwanamke ndio mama wa kesho, mwanamke ni kama dada yako nyumbani, na kama unavyofahamu bila huyu jamii kuendelea ni ngumu. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue tama la maji, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Jukwaa la Wanawake. Alhamdulillah, kama ilivyo desturi yetu, tunazidi kumsikiza ustadha na kuelewa mengi ambayo anazidi kukufahamisha wewe mpenzi mtazamaji, ili uweze kujua ni yepi ambayo huyafahamu na uweze kuyarekebisha. Ima wewe ni mwanamume, ni kaka nyumbani, ni baba, ujue ni yepi ambayo unapaswa kurekebisha, haswa upande wa mwanamke. Mwanamke kama amana ya Allah, na insha Allah tukirudi kwa ustadha tuweza kufahamu mengi zaidi. Karibu tena ustadha. Asante. Na inshallah tuendelee na mada yetu bila kupoteza muda. Kama tulivyoishia katika hadithi hii ya Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salam, kwamba mwanamke yani mwenye kumheshimu mwanamke basi amejiheshimu yeye mwenyewe. Kwa hiyo mwanamume anatakana kujua kwamba ni lazima ama ni vizuri kumjengea heshima huyu mwanamke. Kwa sababu utakapojijengea heshima kwake mtaheshimiana kwa kifupi. Kila mtu atakuwa anamheshimu mwenzake na kumuona mwenzake ni mtu wa muhimu kwake yeye. Lakini itakapokuwa heshima haiko, ndio pale sote kuja kukuta matusi ndani ya nyumba, kwa sababu hakuna vile kwa sababu huyu ni mwanadamu, ana moyo na yeye. Hakuna vile kila siku labda utarudi umtusi, umfanyie mambo yaliyokuwa sio, alafu naye akuachilie tu. Mtu anafika mahali, inafika mpaka mtu anasema kwamba nimechoka. Nimechoka, na wenyewe wazungu wanasema kwamba enough is enough. Ndio. Atafika atasema hivyo, mwisho atasema kwamba kama ni ndoa inakuwa hivi, basi mimi acha niachilie. Sasa kwa nini tufike mahala kama hapa? Ni mafunzo tu tuyachukue na tuweze kuyafanyia kazi. Yaani tusichukue mafunzo na tukayaweka pembeni. Unaona? Kwa hiyo ndio maana pale unakuta haifa sasa hivi ndoa nyingi sana zinakufa. Na unakuta wasichana wa sasa hivi wenyewe mnavyojiita majenzi. Yaani mimi kwanza ningependa kusema hivi, kwanza mpunguze ule moto kwanza, ule wa juu. Naam. Ule kwanza moto wa juu mpunguze. Kwa sababu mtu yani mwanamke ile kujiita kwamba yeye ni jenzi haonewi, hataki kudharauliwa, hataki kunini, kweli hizo zote hataki kufanywa. Na si sasa hivi tu kwa sababu wao ni majenzi, hata zamani pia hivyo. Isipokuwa sasa hivi yani wamekuwa na ile kasi ya juu sana. Unaona? Kwa hiyo ili kuikata hii kasi ni kwamba yani wote wawili mtakiwa kuwa wapole, kwa sababu mwanamke ni jenzi, hata mwanaume pia ni jenzi. Majenzi wa yule kishakutana hapo katikati itakuwaje? Na pana nini hapo, pana mushkil kiasi. Ndio ile tunasema kwamba mafahari wawili wakae zizi moja. Ndio hivyo. Kwa hiyo ina maana kila mmoja akiwa ni fahari kwa mwenzake, ina maana kwamba hapo mtapigana pembe mwisho. Ndio maana utakuta nafikia mahali unaambiwa mnapoteta watu wawili hapo hakuna suluhu mnapata. Kabisa. Lazima mmoja tu ajifanye kamba elewi lakini anaelewa. Ni kweli kabisa. Yaani katika nyinyi watu wawili lazima tu mmoja kidogo yawe kama vile haelewi, yani ajitahidi kurudi, lakini si cheese. Unaona kidogo yani ndakiana arudi chini. Unaona? Na mara nyingi hapa ni mwanamke ajitahidi kurudi chini. Unaona? Mwanamke, mimi ningependa wanawake kama wanawake wenzangu. Kwa sababu hakuna mwanamke ambaye anapenda atoke nyumbani kwao kwa furaha then yeye akapate mateso, apate maudhi huko, alafu tena arudi kwao akiwa yuko na kilio. Akwambia mimi bwana, kama umenichoka niregeshe kwetu, hawajanichoka. Kweli kabisa. Kwetu hawajanichoka. Mimi ukindusha kwetu sasa hivi babangu na mamangu na ndugu zangu watanipokea. Unaona, sasa maneno kama hayo tunabidi sasa tujaribu yani. Yani wote, kwa sababu ukija ukikuta ukiangalia mtazamo sasa hivi wote ni majenzi. Na kila mmoja ana power kwa mwenzake. Sasa tukionyeshana power ndani ya nyumba, nafikiri ndoa itaendelea kweli? Haiwezi kuendelea. Kwa hiyo tuseme hivi, ikiwa wote nyie ni majenzi, lakini kupatikane kwamba ni watu ambao tuko na akili timamu, tumetoka katika ile hatua ya ujana, sasa tumeingia katika hatua nyingine ambayo ni tofauti kabisa. Sisi kama watu wazima na sisi kama ambao tumeamua sasa kujiweka na tujenge familia yetu.
Na mkijiweka katika akili kama hii, mtajikuta kwamba nyinyi basi mmekuwa ni watu ambao mko na akili timamu, ambao mmejiweka kwamba nyinyi ni baba na mama watarajiwa. Ikiwa ni baba na mama watarajiwa, ina maana kwamba mnatakiwa muwe na muonekano mwingine tofauti. Ndiyo. Na mkiwa mko pale vile, kinachotakikana ili hii amana iweze kutunzika vizuri, mwanaume yeye anatakikana aache ule ujana wake aliokuwa nao kule nje. Unaona? Na vile vile hata pia mwanamke. Yani uache ule usichana wako uliokuwa nao kule nje. Mwe nyinyi mmejileta pale, sisi ni watu wengine tofauti na wale tuliokuwa mwanzo kabisa. Unaona? Kwa hiyo ina maana kwamba ikiwa sasa mmeshajiweka hivyo, kwa hiyo ina maana kwamba pale mwanamume sasa ndakika sasa yeye avae koti lake vizuri, akijiweka kwamba mimi ndio kichwa ndani ya nyumba na ndio amana kwa huyu mwenzangu. Unaona? Kwa hiyo tunatakiwa tuheshimiane. Cha kwanza ni kuheshimiana. Kuheshimiana kwa ni muheshimu kama mke wangu. Unaona, na mke naye atajua kwamba hapa ndakikana ni muheshimu kama mume wangu. So amana ile sasa huyu mwanaume akiwa amejiweka yeye, amevalia koti lake yeye kama yeye, ataweza kuitunza hii amana kama vile mwanaume aliyekuwa mkamilifu ndani ya nyumba. Unaona? Ndio maana hapa tunaambiwa katika mafundisho tunaambiwa kwamba mwanamke si chombo cha starehe. Unaona? Yaani mwanamume ajue kwamba tukiangalia kwanza mabinti huko nje, msipende kutumiwa sana kama chombo cha starehe na kuwastarehesha watu huko nje. Yaani nyinyi mtakiwa mjitunze, kwa sababu utakapoweza kujitunza wakati kabla hujaingia katika ndoa, utakujaweza kujitunza pia vile vile utakapoingia katika ndoa vile vile. Kwa hiyo tuepushe sana hii mambo ya kujitupa na kujiachia na kujifanya kwamba ni rahisi katika kutumiwa. Utakapojitunza pale, na hata pia ndani ya nyumba yako utakapokuja kuolewa, utaweza kujitunza, na huyu mwanamume pia ataangalia pale alipokutoa. So atakuthamini na hata kufanya kama ni chombo cha starehe kwake tu. Aende arudi astarehe na wewe, akutumie vile anavyotaka yeye mwenyewe. Unaona? So wewe ukijiheshimu wewe mwenyewe mwanamke, hata yeye mwanamume pia atakuja kukuheshimu na hata kufanya kama chombo cha starehe kutokana na pale alipokutoa. Kwa sababu unajua wanaume wengi saa nyingine wanamchezea mwanamke kulingana na pale alipomtoa. Anaangalia kwanza, nimemtoa wapi? Si nimemtoa nimemtoa barabarani, nimemtoa wapi? Lakini akijua kwamba nimemtoa nyumbani kwao, mikononi kwa wazazi wake, tena akiwa yuko na hadhi, wanamthamini nyumbani kwao, ina maana pia vile vile wewe pia atakuthamini pale ndani ya nyumba vile vile. So hata kufanya ni chombo cha yeye kustarehe tu na wewe na kufanya mateso ndani ya nyumba. Na pia vile vile tunaambia kwamba mwanamke pia vile vile si mali ya mtu, yani mtu aone kwamba yeye ni mali yangu tu. Okay, kwa mwanamume ambaye amemuoa yeye ni mali yake, lakini pia ajue kwamba si mali basi aichezee tu vile anavyotaka yeye mwenyewe. Ndio pale ndakikana kwamba aitunze ile amana kwa muonekano mzuri. Kwa sababu kama asipoitunza kwa muonekano mzuri, mwanamke yule atakuja kuchoka yale aliyokuwa pale ndani ya ile nyumba, na atakapokuja kutoka, atakapokuja kumpata mwanamume mwingine ambaye anajua kumtunza na kumwangalia kwa uangalifu kama yeye amana, utakuja kujuta baadaye. Utakuja kujiona kwamba umepoteza mtu ambaye alikuwa kumbe ni wa muhimu, ukujua ule umuhimu wake. So wewe mwanamume kama mwanamume unatakikana kuvaa vazi lako la kujua kwamba mimi ni mwanaume na nimeshaoa, na sasa hivi natakiwa niwe ni mtu wa design gani ili niweze kuitunza hii ndoa yangu ndani ya hii nyumba. Na pia tunaambiwa kwamba mwanamke ni kiumbe aliyepewa heshima na Allah. Mwenyezi Mungu mwenyewe amempatia heshima. Je, iweje sisi wanadamu tusipiane heshima? Unaona? Vile vile tunatakiwa tuitunze heshima hii kama vile Mwenyezi Mungu alivyomweka kwa mwanamke mwenye heshima. Na pia vile vile mwanamke sisi wenyewe kabla tuheshimiwe lazima tujiheshimu sisi wenyewe. Kama Mwenyezi Mungu akamwekea sura nzima kabisa, Suratun Nisa. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo ina maana kwamba sisi wenyewe tujue kwamba Mwenyezi Mungu alitupatia heshima, kwa hiyo tujitunze sisi hapa kama vile Mwenyezi Mungu alivyotuheshimu katika ile heshima yake ya kutuheshimu sisi. Na utakapojiheshimu wewe, hata mwingine pia vile vile atakuheshimu. Lakini usipojiheshimu wewe mwenyewe, ina maana kwamba pia mwingine hatakuheshimu. Na hata huyu ambaye unaona kwamba ni amana akapewa kuangalia, kwa sababu tunaambia kwamba wanaume wanapooa wanawake, yani inakuwa kwamba majukumu yote yametoka katika ile uangalizi wa wazazi wake, na umekuwa uangalizi ni kwa huyu mwanaume ambaye amemuoa. Unaona? Kwa hiyo amtunze vizuri. Atakapomtunza vizuri amana ile, yeye pia mwenyewe atakuja kuwa ni mama mwema mzuri na malezi mazuri kwa watoto wake. Kama tukiangalia hapa, huyu mwanamke sasa tayari ameshakuwa ni mwanamke, ni mke wa mtu, baadaye anakuja kuwa kwamba ni mlezi wa kizazi. Si atakuja kupata watoto,
yani malezi yale mkiwa mmeanza kuyafanya nyinyi wenyewe kama wazazi wawili ndani ya nyumba, itakuwa rahisi kwa watoto wenu. No. Lakini ikiendapo kinyume na hapo, ina maana pia watoto wenu itakuwa ni ngumu katika kuonyesha yale malezi mazuri ndani ya nyumba. Na pia vile vile tunajua kwamba mwanamke huyu ni mshiriki wa maisha, yani si ni mke, ni mshiriki wa maisha nyinyi watu wawili ndani ya nyumba. No. Yani hakuna vile maisha mwanamume ataendesha peke yake mwenyewe tu kiakili yake bila kuweka huyu mshiriki wake. Kwamba ndio sawa, mwanamume ni kichwa, mwanamke ni shingo. Mwanamke ni shingo, lakini shingo hiyo unaweza ukaikuta, yani unajua wanawake tuko na ile akili ya chap chap. Naam. Sasa unakuta mwanamume, unajua mara nyingi sasa kuona kutaka usaidizi kwa mwanamume anakuambia okay sawa, subiri baadaye. Lakini mwanamke atangangana saa ile ile mpaka akwambie. Ndio. Atakutulia mfano huo, akupatie hiki, akupatie hiki. Yani ile akili yake inakuja. Akili yake kila saa yani sana. Yeah. Na ndio maana tunaambia kwamba vijana wakioana wakiwa umri age yao inakuwa ni the same, unakuta mwanamke anakuwa na akili zaidi kumshinda huyu mwanaume. Na ndio pale unakuta wanaume wengi unakuta wanao wanawake ambao kidogo wako age ya chini, wao wako juu, ndio ile akili jaribu kwenda vile sambamba. Lakini hivyo bado huwa inatokea, hivyo bado inatokea kwa sababu ya ile maumbile ambayo Mwenyezi Mungu aliyomuumba, bado inatokea kwa sababu ile maumbile ambayo ya Mwenyezi Mungu aliyomuumba. Kwa hiyo unakuta huyu mwanamke ni mshiriki, na ukimfanya mshiriki huyu ni rafiki yako, ukimlea vizuri, ukijenga yeye kama ni amana, mtaishi vizuri sana na mtapiga maendeleo mazuri sana ndani ya nyumba. Kwa sababu kwanza mwanamke ni kiumbe ambaye yuko na ile huruma. Unaona, mwanamke ni kiumbe ambaye yuko na huruma. Ukimjenga kwamba yeye ni amana nzuri na ukamuonyesha mapenzi, mbona mtaishi vizuri sana, kwa sababu ile huruma yote atakuwekea wewe kama mume wake. Na ndio maana unakuta wanawake wengi saa nyingine unakuta kwa nje wanaambia wewe mjinga, mbona unamfanyia mwanamume hivi na hivi na kati yote anatakiwa kufanyia wewe. Kumbe ni ile mapenzi wanaonyeshana ndani ya nyumba, kiasi ambacho mwanamke yule yeye ameona kwamba mimi acha tu kila kitu, tutakuwa kama vile bibi Khadija. Unaona, alafu sasa unajua kuna kitu kimoja ambacho wanaume labda huwa hawaelewi. Mwanamke sasa zingine akifanya anajifanyia yeye peke yake. Kweli. Ile taubu anazitaka. Kwa nini asifanye? Atafanya. Anajifanyia yeye peke yake, kwa mimi nikijifanyia mimi sitachoka. Kweli kabisa. Lakini nikimfanyia kwa ajili ya mume nitachoka. Hiyo ndio uwasilia wa mwanamke. Kabisa. Ambao wanaume wengi hawaelewi, ama wanawake wengine pia hawaelewi. Ni kwamba mimi ninapojifanyia kila kitu ninapojifanyia, hata ukizaa, kwa sababu unaweza zaa na pia mume asiangalie ule mtoto. Amuache tu ule mtoto. Lakini kama umezaa kwa sababu wewe mwenyewe ndio ulikuwa unamtaka yule mtoto, yale mahaba huwa yanakuja yenyewe. Na hiyo ndio kisaikolojia. Kuna mmoja aliniambia ya kwamba hivyo unapoingia katika ndoa, ingia na saikolojia ya akili. Usiingie na emotions peke yake. Ingia kwamba umeingia na Mungu spiritually, umeingia na Mungu pale, na kisaikolojia pia umeingia vizuri. Hapo utaweza kuelewa mambo mengi ambayo yanaendelea, na utakuwa na ule urahisi wa kusolve issues ama vitu ambavyo viko. Kwa sababu utakuta kuna mtu anapigana na wanawake, sisi ni watu ambao tuna mdomo wengine sana. Na ule mdomo ndio unatuponza wengine. Kabisa. Kwa ndio maana nikasema kwamba watu watakapokuja kuoana, yani kila mtu anatakikana kwamba aelewe kwamba kule alikotoka siku tena kule. Yuko mahali gani tena? Anatakikana ajijue katika watu wawili, mume na mke. Kwa sababu mkirudi katika kule nyuma mlikotoka, mkiwafanya marafiki wale mliokuwa nao mwanzo, basi mjue nyinyi ndoa yenu itakuwa ina yumba hivi. Lakini ukimfanya rafiki, tafuta mtu ambaye unajua kwamba amekuzidi katika umri, ambao unajua kwamba huyu ameishi katika ndoa na ana experience ya kuweza kunipatia mimi nikaweza mimi kuijua hii ndoa yangu natakana iwe ilivyo. Alafu kitu kingine ambacho nachoomba sana kwa binti na kwa vijana pia vile vile, ubishi. Wajue vijana wa sasa hivi ni wabishi sana. Kwa sababu gani? Wanajua kwamba ni wajuaji. Yaani unaona kwamba sisi watu wazima yani hakuna kitu tunajua. Wanaambi kitu. Niambi kitu. Yeye anajiona kwamba yeye ni mjuaji, anajua sana. Unaona Lakini sasa kitu kinachotakikana kujua kwamba yeye hata kama ni mjuaji sana, lakini kuna yale mambo ambaye hayaelewi vizuri, lazima kwa hiyo watu waondoe ubishi. Wasichana waondoeni ubishi, vijana waondoeni ubishi. Mwasikilize wale wazazi ambao wamewazidi katika umri na katika maisha ya ndoa pia vile vile, wale ambao wana experience.
jaribu kumsikiliza na uitumie hiyo experience, uone vile ndoa yako itakavyodumu vizuri. Ndio, hatukatai ndoa hazifanani, lakini kule kusikiza kupitia watu ambao ni wakubwa zako, watu ambao wamekuwa na experience, inakuwa vizuri zaidi. Hao watakujulisha, hata kama uende labda mtu ukamdharau ule mwanamke ama mwanamume mwenye ametoka katika ndoa, lakini yeye anajua shaonja vile kuko kule chungu na tamu yake. Sasa ataweza kuelekeza angalau uweze kufahamu hivi ninavyofanya ndivyo, hivi ninavyofanya sivyo. Kwa hiyo naona, kwa hiyo ina maana kwamba ule ubishi pia utakapokuwa hakuna, mtaweza kuishi. Kwa hiyo ile amana mwanaume ataitunza kama vile amana. Kwa sababu anajijua kwamba mimi nilikotoka ni wapi, na sasa hivi napatiwa experience natakiwa nitumie. Nijue kwamba huyu ni mwanaume mwenzangu, lakini alitoka kule mimi ambako ndo niko sasa hivi. Kwa hiyo ina maana kwamba ile mafundisho anayonipatia sasa natakiwa niyatumie ndio ili niweze kuitunza na mimi ndoa yangu. Na atakavyoweza kuitunza ndoa yake, na maana baadaye kijakiwa kama baba na mama wote ndani ya nyumba wataweza jinsi ya kuwalea watoto wao na kuweza kukua familia ambayo ni nzuri, familia yenye furaha, kwa sababu hakuna mtu ambaye anataka kukaa katika familia ambayo haina furaha ndani yake. Kwa hiyo mwanamke yeye mke kama vile ni mshiriki, kwa hiyo ni mshiriki ndani ya nyumba kushirikiana na mume wake katika kila kitu. Mwanamke ni zawadi sana, mwanamke ni pambo sana na ni ua. Utakapolitunza vizuri ua hili litazidi kuchanua. Lakini la sivyo utajikuta ua hili limenywea, mwisho litakauka, litapukutika mataka. Ndio. Watu watashangaa sasa, kwani imekuwaje maisha haya yakaenda yakawa hivyo. Na pia vile vile tunataka kujua kwamba kama ni binti basi ni rehema ndani ya nyumba. Mashaallah, shukran sana ustadha. Umeelezea jambo zuri ambalo naamini wanawake watakuwa wameweza kufahamu, wanawake watakuwa wameweza kuelewa. Ima ni mwanamume, kwa sababu himada zaidi iwaendee wale ambao wako na watoto wa kike nyumbani, kina baba ambao wako na wake, kina kaka ambao wako na madada zao. Ni muhimu sana kuweza kuwatunza. Shukran sana ustadha. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa nayo Ustadha Sofia, alhamdulillah ameweza kuelezea vizuri. Binafsi nimefurahi sana maelezo yake ya kuhusiana na mwanamke kama amana kwa Allah. Unavyojua ukirudi kwa Mwenyezi Mungu itakuwa ni masuhulia, utaulizwa ni jinsi gani ulika kila kitu tunachokifanya katika hii dunia. Ima ni pesa, ima ni mali tunayomiliki, ima ni watoto, wale wake zetu, utaulizwa kuhusiana na wake zako, utaulizwa kuhusiana na watoto wako. Ndio maana utambua katika nyumba ni vizuri sana wewe kama mume usimame zaidi kuhakikisha kwamba nyumba ile inafanya ibada, ndo kusiwe na yale kwamba ukifika kwa Mwenyezi Mungu unashindwa kujibu hilo swali. Inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia maasalamu.